maelezo mazuri ambayo umetuambia. Je, hili eneo linahusu tu Wamasai wa eneo hili ama lina upana gani kwa watu wanaotakiwa kuja hapa? Eneo hili kama ilivyo rasmi kufanya tukio la kustaafisha rika kama nilivyosema ni la Afrika Mashariki. Kwa hiyo tunakutana jamii zote za Kimasai kona ya Tanzania, kote tunapojua Tanganyika, Tanzania, lakini Kenya pamoja na tuseme sehemu yote wanaopatikana Masai. Sasa Kenya na Tanzania. Kwa hiyo hili eneo ni Afrika Mashariki. Afrika Mashariki. Ndiyo. Je, wanakuja Wamasai wote ama wanakuja wawakilishi wa rika hilo? Wanakuja wawakilishi pamoja na washili wakuu wa rika hiyo, akiwepo washili wa rika nao staafishwa, rika aliyokuwa na walea vijana husika, pamoja na baadhi ya vijana wa rika wanaostaafu na wazee wale washili ambao wanamsaidia mshili mkuu. Kwa hiyo atakuja mshili mkuu wa rika hiyo, lakini watakuja na washili wasaidizi na baadhi ya rika linalostaafishwa. Na wanapokuja kustaafishwa, ni vitu gani wanatakiwa waje navyo kama muhuri wa lile tendo? Lazima kwanza waje na mifugo. Kuna mifugo kwa mfano kwa rasmi wanakuja na ng'ombe, wanakuja na kondoo, ambao nyingi ya kondoo hizo na ng'ombe zinaliwa hapa wakati wa kufanya tukio hilo. Kwa hiyo wakati tukio hilo linaendelea, maana watu wanakaa hapa muda sio chini ya siku 40, eneo hilo mwezi mzima, na watu wakifanya tukio hilo, na wakati huo watu watakula, na mara nyingi hawali vyakula vingine, wanakula nyama tu. Lakini pia ng'ombe zingine anapewa. Sasa lazima kuna mganga mkuu aliyeteuliwa kwamba sasa ndio atatambikia rasmi rika hiyo ikastaafu salamu kwa kufanya matambiko, kwa kufanya ibada ya Kimasai. Kwa hiyo pia na anapata ng'ombe wengi sana. Kwa hiyo maana yake ni kwamba hiyo ibada ni kazi yake maalum ni kumtakasa mtu na kuvua vazi la zamani ili avikwe wakfu mpya kwa ajili ya nafasi mpya kabisa. Kwa sababu mtu asante sana, kwamba mtu anapokuwa kijana anatenda kama kijana na ni mlinzi tu wa jamii, lakini kuna baadhi ya majukumu bado hayawezi kufanya ama kumudu. Lakini rasmi anapostaafishwa hapa anaambia sasa wewe ile mwenendo wa kijana unaacha. Kwa hiyo kunakuwa pia kuna makubaliano na maagano pamoja na maelekezo mapya kwamba hivi tu ni hivi, lazima kuna kitu anakuwa kwamba sasa wewe ni mzee, kaenende kama mzee, tenda kama mzee, utegemewe kama mzee, nenda kuwa na hekima, busara, tatua hili na hili kwa jamii yote. Okay. Je, ni kwa ajili ya kustaafisha turika kwa maana au hata mtu anayetaka kupandishwa cheo cha kichawi kuwa mganga mkubwa anakuja? Hapana. Hili tu ni kwa ajili ya hilo. Okay. Basi mimi nashukuru sana. Ngoja labda mtumishi wa Mungu hapa naye aje aseme mawili matatu. Labda ana mambo ya kutaka ufahamu zaidi. Karibu sana. Asante. Mimi niseme tu kwamba nimejifundisha kitu kikubwa sana. Kwanza kuna mambo ambayo nimejifundisha kwamba Wamasai maana yake mtu anapostaafishwa kutoka kwenye ujana na kupelekwa kwenye mtu mzima, maana yake anaambiwa, kumbe nikagundua kwamba kumbe kila lika na tabia zake. Maana yake unaondolewa kwenye tabia fulani na kuingizwa kwenye tabia fulani. I say nimeielewa hiyo. Lakini kuna kitu ambacho pia nimejifundisha kitu kingine kuhusu yule bibi. Hili eneo limesababishwa kuwepo na mwanamke. Naweza nikasema hivyo. Unajua katika ulimwengu wa roho jinsia ya kike inamaanisha vitu vingi sana. Na ndio maana hili eneo sio rahisi kubadilisha matumizi. Kwa lugha nyingine ni kama yule mama alifanyika kuwa mbegu ya kuzalisha kitu kilichoba ambacho kinatakiwa kiendelee milele na milele. Sijui hapo ninaeleweka. Kuna kitu hicho nimekipata kwa upana sana ambavyo mimi nimekielewa. Naweza nikasema hili eneo ni muhimu sana kwa watu wa Mungu. Kwa hiyo ninaweza nikasema kwamba hili eneo linaweza likawa sababu pia ya kuzofisha kwa habari ya kazi ya Mungu au mambo ya uamsho. Naweza nikasema kwamba hili eneo linaweza likawa sababu ya kuzofisha mila zingine ambazo ziko nje
na mapatano au na makusudi ya eneo hili. Naweza nikasema hivyo. Linaweza likawa sababu pia ya kuzofisha hata imani ambayo tunaiamini. Ni rahisi sana mtu akawa anaamini lakini akabaki yuko katikati. Naelewa na najaribu kuongea hichi kitu kwa mimi ambayo lakini nimejifunza. Lakini kwa maana hiyo niseme tu kwamba hatukuja bure huku. Na sisi kama watumishi wa Mungu tunatakiwa kupanda mbegu ya kitu kingine ambacho kiko kinyume kabisa na hiki. Nimesikia kwamba mahali hapa wanapotaka kustawisha hajawahi kuja mchungaji, si ndio? Alishawahi kuja mchungaji. Wanakuja waganga. Tena waganga wa kimila. Basi tungesema sio waganga, wazee tu wenye hekima, hapo ningeelewa. Lakini ukisikia wazee, waganga, maana yake tayari hii ni imani kamili. Ni imani kamili. Kwa hiyo kiukweli ni kwamba naweza nikasema Mungu atusaidie na sisi tulio wa upande wa pili, tulio muamini, wachungaji, watumishi, manabii, na sisi tupate muda maalum kwa ajili ya kumuomba Mungu kubadilisha matumizi ya eneo hili. Eneo hili naweza nikasema kwamba limekamata nafsi za watu wengi sana, na wengine bila kujua kabisa. Wakabaki wako kwenye imani fulani na bila kujua, na wakabaki wanaabudu kitu wasichokijua. Bwana Yesu asifiwe. Mimi niseme kwamba namshukuru Mungu aliyetupa kibali kufika eneo hili, na mtumishi wa Mungu nimefurahi. Nimefurahi sana. Barikiwe sana. Lakini nataka kutamka tu maneno machache kwa sababu Biblia inasema kwamba kila tutakapokanyaga kwa unyayo wetu hapo anatupa, na hapo ndipo Mungu wetu anatawala. Nataka kutamka tu na mimi kama ni miongoni mwa watumishi wa Mungu, lakini ni mwenye jinsia ya yule mama, kwamba kuanzia leo hili eneo limebadilishwa matumizi na ile nguvu haitakuwepo tena kwa jina la Yesu. Ninatangaza kufuta kwenye ulimwengu wa roho na ulimwengu wa damu na nyama. Na ninatangaza kufuta kwenye mioyo ya Wamasai kuanzia leo kwa jina la Yesu Kristo ninaamini. Amen. Amen. Asante. Sasa tunashukuru kwa maelezo mazuri. Lakini ninataka kusema kila zoezi lina mwanzo na hitimisho lake. Sasa ni kitu gani kinaonesha kwamba hiki ni hitimisho, na kuna nini au sadaka gani huwa zinatolewa kuonesha kwamba kazi hii imefanikiwa? Asante sana. Bali na sadaka zipo nyingi, maana tulivyosema kwamba hapa wanahusika waganga, hasa waganga teule wa jamii ya Kimasai, wale ambao nao wana vigezo, kwa sababu waganga pia ambao wanatumikiwa ile nishani ya kwamba wamestaafisha rasmi lazima ni waganga maalum. Lakini wanapewa nao sadaka, nimesema kuna ng'ombe wanapewa, lakini kuna sadaka mbali na sadaka za mifugo za kutambika kwa namna ya mifumo tofauti, lakini pia kuna sadaka za watu. Sadaka za watu. Kwa mfano kuna mtu mmoja hapa anatolewa sadaka, kuna mtu mmoja anaitwa Olosurutia. Yule anaitwa Olosurutia. Maana yake? Olosurutia maana yake ni mtu sasa kwanza anapoitwa Olosurutia kuna anavishwa, unajua kwa mfano kama ilipokuwa na historia ya bibi. Kuna nani ya dhahabu, wanavaga bibi wanazizungusha, inafungwa mbili na ngozi, afa anavaa hapa. Inaitwa suruti, ambazo lazima zinakuwa na rangi ya dhahabu. Zile wanavaa hasa mabibi. Hasa ile nayo anavalishwa ile nani ya kina mama, kwa niaba ya kwamba yeye anabeba sadaka, anakuwa ni mama kwa wale watu wote, kwa kubeba mikosi, balaa, nuksi na kila kilichokuwa kimeenda vibaya kwa rika husika. Kwa hiyo huyo yeye anawekwa hapa katikati, anabeba msalaba huu husika. Maana yake anakuwa ni mwanamume au mwanamke? Ni mwanaume. Anakuwa mwanamume. Anatoka miongoni mwa lile rika ama anatoka wapi? Anatoka miongoni mwa rika linalo safi. Na inakuwaje ili kupatikana? Wanajadili na kuna vigezo vya kumpata pia. Maana kuna baadhi ya maboma, baadhi ya koo za watu, lakini wakishagundua kwamba umequalify, umepata vigezo husika, uambiwi wala hujui. Lakini kwenye kikao cha kufanya maamuzi watu wanakaa. Siku sasa kumteua, unaenda hujui, unashangaa tu unarukiwa na umeshateuliwa tayari. Unakuwa sasa wewe umebeba dhambi za ile rika zote. Na nini kinatokea kwa huyo mtu ambaye amechaguliwa na inaonekana hapa ni kwa mizimu kubeba ile dhambi za rika lile? Nini kinatokea kwake? Mara nyingi pamoja na kwamba itokei
ghafla binvu huwa inachukua muda, lakini mara nyingi unaweza hata mtu akawa kichaa, wakati mwingine hayo anaweza akawa tu ni mtu ambaye haeleweki. Ile umaarufu sasa unageuka na kuwa kitu ambacho sio salama sana, yani hawezi kuwa mtu anaweza hata akawa kichaa akawa kichaa. Yeah. Na sadaka nyingine? Sadaka, kuna mtu mwingine pia anatolewa kama yeye ndio mtu anaanzisha unajua unapotoka hatua moja kwenda nyingine lazima upewe nyenzo, upewe silaha, lakini pia upewe sasa uenendeje. Yaani kuna viatu wanapewa. Kuna viatu vya ngozi vile vinachonga ambao lazima kuna ile mtu anaanza sasa kuwachongea wetu. Kuna pia huyo mtu ambaye lazima ahusike pale. Anaitwa nani? Huyo anaitwa Alabaruengene. Alabaruengene. Wa kwanza kuchonga ile kamshipi wa ngozi wa kufungia vile viatu vya asili. Na kufungia viatu vya asili. Yeah. Na nilisikia kwamba kuna mti. Huo mti ni mti gani na unapatikanaje? Ni mti wa asili, na mti huo unakuwa na matumizi mengi, maana hata katika hali ya kawaida vibuyu hatusafishi kwa sabuni, watumii lapu ama dodoki kuosha. Ukishaosha na maji ya kawaida. Kuna baadhi ya miti zinazonukia vizuri lakini zinazohifadhi maziwa ama chochote kwa muda mrefu, lakini ikiwa na harufu nzuri, ambao ni mti huo. Nafikiri inaitwa kwa Kiswahili, nafikiri inaitwa kama sio msenefu, sijui inaitwaje, lakini iko ni naitwa Loirien. Nani sasa ambaye anaenda kuutafuta huo? Huo mti unatafutwa na vijana, lakini kwa kupewa ufunuo na mganga. Yeah. Okay, tofauti na hiyo ya kuapisha au kuingiza kwenye lika lingine. Yeah. Kazi nyingine ya huu mlima wa matambiko, kuna ni vitu gani vinaweza vikafanywa maombi kwenye hii mlima? Yeah, itafanywa baraka wazee rasmi kustaafisha ile rika, kutoa baraka, kutoa ulinzi wa ulimwengu ule wa jamii husika, lakini pia siku ya mwisho wanawasha moto mbili. Kuna moto unawashwa kileleni mwa mlima huu na sehemu hiyo ambayo sasa huwa maagano pamoja na maamuzi na vikao vinafanyika. Kwa hiyo inawashwa moto kule na kule. Kwa hiyo zote zikionekana tu, moshi wa kule ukionekana na huu hapa, zinapokezana kwamba sasa na mbingu ulimwengu ule umeshakubali kwamba wastaafu salama. Wamestaafu salama. Kwa hiyo ndio inakuwa kama certificate. Ile ndio inakuwa kama. Na ule moto unawashwa kwa mafuta au kwa kiberiti au kwa samli au kwa nini? Hapana. Kama unakumbuka tukirejea historia kwamba mwanadamu alipata moto kwa kupekecha vijiti viwili vikavu. Moja ikiwa ni kibapa na nyingine ikiwa ni nyembamba. Sasa inatumika vile vijiti unapekecha pale unapata moto. Ndio unaowasha. Unaowasha ile moto. Kwa ile moto hauchukui kiberiti wala nini. Ile tu ni wanapekecha kwa katika ile msuguano wa vile vijiti viwili, basi inatoka moto. Kwa hiyo baada ya hapo tayari lile lika limefanikiwa na mbingu yao imekubali. Imeshakubali. Na ni maagano kama maagano mengine. Ndugu mtazamaji, kwa lugha nyepesi, hili ni eneo la kiroho kabisa. Na kama ni eneo la kiroho katika ulimwengu wa roho, ni lango hili. Ni lango linalounganisha kuzimu na wahusika wa hiyo madhabahu. Ni eneo, maana yake wanapokuja hapa ni eneo la kusafishwa. Wanatakaswa na kuondolewa ule utoto na mambo ya zamani na kuvalishwa mambo mapya. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana la kuona hili. Wanachukua taratibu kabisa za kibibilia kama ambavyo walikuwa wanakwenda kwenye madhabahu za juu na kufanya maagano kule. Kwa hiyo nataka niseme watu wa Mungu, watu wa kanisa, ndio maana Biblia inasema watu wa ulimwengu huu katika ulimwengu wao wana akili kuliko ni watu wa Mungu. Haya maagano yanayofanyika haya athiri tu eneo, lakini yanaathiri mpaka nguvu ya imani ya eneo husika. Kwa hiyo ni muhimu sana kujifundisha kujua ni roho gani imeshikilia nini. Unaweza kukaa unaomba huko, kumbe nguvu iliyokamata ni mlima huu.
Mungu akubariki sana, fuatilia hichi kisa na tutaendelea kukuletea mafundisho. Sasa je, kuna wanashwa vipi na ulimwengu wa roho, na tutakapotaka kuwaondoa watu wenye jamii hii tunatakiwa tufanye nini? Bila kuwa na ufahamu unaweza ukasumbuka ukatwanga maji kwenye kinu, mtu afunguki, atabakia na tabia zile zile, mambo yale yale, kwa sababu amefungamanishwa katika ulimwengu wa roho. Mungu akubariki sana, mpaka wakati mwingine. Eneo hili ni eneo la matambiko. Wamasai wote wa Afrika Mashariki na Kati na popote ambapo kuna Wamasai wanakuja hapa kwa ajili ya kutakaswa na kumilikishwa eji nyingine. Maana yake ni kwamba hata wewe Mkristo lazima utamani kila wakati kwenda kwenye madhabahu ya Mungu wako, kumwambia Mungu, ninataka kutolewa hapa sasa, niende eneo lingine. Inawezekana, na Mungu wa mbinguni atubariki sana. Amen. Asante sana kwa kazi nzuri. Mungu akubariki. Amen. Na nafikiri hapa ndipo mahali ambapo wakuu na waganga, au tuseme ndio madhabahu ya maamuzi. Hapa ndipo maamuzi yote yanapoanzia kufanikiwa. Hebu ndugu Emmanuel, tupe maelezo kidogo juu ya hili eneo, na ili tuweze kujua lina uhusiano gani na mlima ule pale. Uhusiano ulioko hapa ni kwamba hapa ndio sehemu watu wanafanya maamuzi na maagano na makubaliano yote katika eneo hili. Kwa hiyo tuseme kwa sasa na kwa miaka iliyopita, sababu mti bado upo, tuseme hii ndio ofisi sasa ya makubaliano. Hapa ndio vikao vinafanyika, mazungumzo yanafanyika, lakini hata maelekezo pamoja na maadili yote yanatolewa katika mti huu. Na ndio nimesema awali, nimesema moto wa kwanza unawashwa hapa siku ya mwisho na kwenye ile mlima. Hiyo moto unakuwa unapokezana, unawashwa kwenye mti na inatoka kwenye kilele ya mlima. Huu mti unaitwaje? Huyu ni mti unaitwaje? Huyu mti unaitwa Oreteti. Oreteti. Oreteti maana yake ni mti uliokuwa ukiabudiwa. Kati ya miti ambayo ilikuwa ina sifa ya kuabudiwa ni mti huu. Ni mti huu. Kwa sababu watu wanaamini mti huu umebeba nguvu za miungu. Na ni sehemu ambayo ukifanya maagano na kufanya hata kuomba mvua pamoja na mambo mengine, naamini kwa mti huu Mungu ameweka juu ya mti huu, ametulia hapa na anasikia wanadamu wanasema nini. Okay, na zile sadaka au ng'ombe zinazoliwa na mbuzi pia hapa huwa zinaliwa? Hapa pia wanakula. Na wanachinjia wapi? Wanachinja huko, kuna sehemu za pembezoni wanachinja huko. Kwa hiyo yule mganga mkuu ndio anakaa hapa. Wazee wote pamoja na wanaostaafishwa wote wanakaa hapa. Japokuwa vikao vinabadilika. Kuna vikao vya wakuu, kuna vikao vya vijana wenyewe, na kuna vikao vya jumla sasa ambao watu wote wanakaa hapa. Rika nao staafishwa, wazee maarufu pamoja na wale waganga pamoja na ile umati wa watu wote kwa wakati mmoja. Yaani kwa wote wanakaa. Basi tunakushukuru sana kwa historia nzito yenye nguvu ya kujenga imani na kutupa kufahamu nini kinaendelea katika ulimwengu roho. Basi ndugu mtazamaji wetu, popote ulipo, endelea kufuatilia shuhuda hii nzito na mafundisho yatakayoambatana na hiki kinachofanyika gizani upande wa nuru. Stay tuned. Mungu akubariki.